Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Sheikh Shaban Muhoro na niko hapa katika ofisi yetu kuu ya UWAKTA, Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, nikiwa kama naibu amiri, na pembezoni mwangu hapa kuna amiri mkuu wa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, Sheikh Rajab Juma Salim Al-Kushairi An-Naisaburi. Leo tupo ikiwa ni tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Leo tupo hapa kwa sababu ya mustakbali wa siku ya kesho, ambaye ni siku kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania, katika taifa letu la Tanzania, taifa pendwa, nchi ya amani, nchi iliyopiganiwa na wazee wetu ikadumishwa amani mpaka sisi tumezaliwa, tumekuwa, leo tumekuta nchi yetu ikiwa na amani na hatujawahi kushuhudia vita vya aina yoyote. Kwa hiyo tuko mbele yenu hapa, ndugu zetu wa Tanzania kwa ujumla, kwamba tunawaasa ndugu zetu wa Tanzania kwamba siku ya kesho ni siku muhimu sana kwa taifa letu la Tanzania. Ni siku ambayo inayojenga kimataifa na kitaifa. Ni siku ambayo nchi yetu ya Tanzania inakwenda kutambulisha biashara mbalimbali katika taifa letu la Tanzania. Lakini pia ni siku ambayo ya kesho ya tarehe 7 ni siku muhimu sana kwa taifa letu la Tanzania, kwa sababu tunapata watalii wengi kutoka mataifa mbalimbali ambao wanaokuja Tanzania kwa ajili ya siku ya kesho, ambayo ni siku muhimu sana. Ni siku ambayo taifa letu linakwenda kujitengeneza kimataifa, ili katika mambo ya kiuchumi, mambo ya kibiashara na mambo mbalimbali. Lakini pia Watanzania mbalimbali wanapata fursa ya kuweza kuenda kuonyesha biashara zao, kuonyesha jinsi walivyoweza kujitengeneza katika baadhi ya mitambo mbalimbali ambayo watu wametengeneza na kadhalika, na biashara mbalimbali ambazo in general ni kwamba ni siku muhimu sana katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo sisi tupo kama UWAKTA, Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Kwanza kabisa tunawaomba ndugu zetu wa Tanzania tudumishe amani ya nchi yetu. Hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu hizo biashara zote haziwezi kwenda, hawa wafanyabiashara hawawezi kupatikana katika maeneo kama hayo, basi lazima nchi au taifa liwe na amani. Kwa hiyo tuko mbele yenu, tunawaomba sana ndugu zetu ambao wenye kupenda amani, wa Tanzania wenzetu, basi tudumishe amani yetu, haswa katika siku ambayo tunayo, siku ya kesho. Lakini pia sisi kama UWAKTA, desturi yetu na kawaida yetu, huwa tunakujaga sisi mbele ya wakati. Tunakuja sisi mbele ya wakati kabla majuto hayajatokea. Huwa tunakuja tunawaasa wa Tanzania, tunawapa elimu wa Tanzania, tunawaeleza wa Tanzania, na tunawaambia na tunawaonya wale ambao wanaotaka kufanya mikakati mibaya kwa ajili ya kuchafua taswira ya taifa letu, lakini pia kuharibu biashara kubwa ambayo inayokwenda kufanyika siku ya kesho ya tarehe 7. Hii ni siku muhimu sana. Nchi yote Tanzania, serikali tuliyokuwa nayo imepambana kiasi kikubwa kuandaa mazingira ili mradi ya kwamba kila Mtanzania awe huru, kwa sababu siku ya kesho ni siku ambayo inayocreate job nyingi sana. Zinakuwa kazi nyingi kwa vijana, wanapata kazi katika maandalizi ya pale Sabasaba, vijana wengi wanapata ajira. Kwa hiyo ina maana ya kwamba tunawaasa wale ambao waliokuwa wakitengeneza mikakati katika mitandao ya kijamii, wakitangaza, wakitengeneza tension mbaya, bad tension in our country, watu ambao wako tayari kudistract the whole business ambayo Tanzania inakwenda kufanya tarehe 7, wanaona kwamba ni bora iharibike kwa sababu ya maslahi yao machache ambayo wao wanayapata kwa wale ambao mabwana zao wanaowalipa ili waiharibu amani ya Tanzania. Tunasema sisi kama UWAKTA tumekuja mbele ya wakati. Maandamano ambayo haya yanaitwa maandamano mpaka kufika leo tarehe 6 hayatambuliki kiserikali, kisheria hayatambuliki kabisa, kwa sababu mpaka sisi kama sisi watu wa UWAKTA ni kama mpaka kufika tarehe ya jana mpaka leo, ambapo kesho tunaamkia ambayo itakuwa ni siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, hatujaona serikali, jeshi la polisi likitoa taarifa ya kwamba wamekubali kwamba kuna watu waliandika barua kwa polisi ya kwamba watafanya maandamano ya amani, wataanza barabara fulani kwenda mpaka barabara fulani, watakuwa wao maandamano yao yatafanya kwa masaa fulani na atakuwa yanaongozwa na mtu fulani na ujumbe wao utakwenda kupokelewa na mtu. Hatujaona mpaka kufika sasa hivi, lakini kitu ambacho tulichokiona ni kwamba tu rumors tu, watu wanazungumza na mwisho wa siku wanaitengenezea nchi yetu kuwa na tension mbaya, watu waone kwamba nchi sasa imeshakosa amani. Nchi yetu Tanzania ni nchi ya amani.
tunasema haya sio maandamano, huu ni uvunjifu wa amani. Kwa hiyo tunajaribu kueleza ya kwamba kwanza tunaiomba jamii yetu ya Kiislamu msishiriki katika mambo kama haya. Muislamu wa aina yoyote katika nchi hii na Mtanzania yoyote ambaye mwenye kuipenda Tanzania yake, mzalendo, kwa sababu swala la amani halihitaji dini. Swala la amani halipo kwa Waislamu tu, swala la amani lipo kwa watu wote. Inapokuwa nchi imekuwa distracted, ina maana ya kwamba watakayeharibikiwa kibiashara, kiuchumi, kinini, watu wa dini zote, sio Waislamu tu kwamba ndio watakayeharibikiwa. Hata wale wengine, watu wa dini zingine nao nao wanafanya biashara zao, wataharibikiwa, na hata wale watu wasiokuwa na dini pia na wao wataharibikiwa. Kwa tunachokiangalia ni kwamba amani ni msingi wa taifa letu, na Tanzania yetu ni Tanzania ya green, Tanzania ya amani. Tunaomba ya kwamba tutii sheria ya nchi yetu. Kama nchi yetu imeshasema ya kwamba hakuna maandamano, hawatambui maandamano, basi tunaomba watu wetu wasishiriki kwa namna yoyote. Hasa tunawaomba ndugu zetu Waislamu, tunawaomba sana ndugu zetu Waislamu, be very careful as a Muslim, my dear brother and sister in Islam. Make sure hauparticipate kwa namna yoyote katika hiti ambacho hawa watu wa mitandao wanajaribu kukitengeneza. Mwisho wa siku utaitia familia yako katika matatizo, utaleta shida katika jamii yako, sababu utavunjwa miguu, kwa sababu jeshi la polisi lipo special kwa ajili ya kulinda usalama wa taifa la Tanzania, na jeshi la polisi lishatoa taarifa mapema kabisa kwamba hakuna maandamano nchi. Ina maana hawajapokea barua yoyote kutoka kwa waandamanaji, kwa sababu waandamanaji lazima kuwe na viongozi. Kwa hiyo hamna kiongozi yoyote ambaye aliyejitokeza ima wa kisiasa katika nchi hii au wa chama fulani alisimama akasema sisi tutakwenda kufanya maandamano, lakini tumeandika barua yetu kwa jeshi la polisi, wameipokea na majibu wametupatia haya, wamekubali. Tunasema hivi, haya sio maandamano. Tunawaomba Waislamu pamoja na Watanzania wazalendo wenye kupenda amani, tuidumishe amani yetu. Tarehe 7 ni siku ya biashara. Tunafahamu ya kwamba kuna watu wana chuki na Tanzania yetu, lakini chuki inapoingia kwenye Utanzania, ule Utanzania hauangalii dini, hauangalii kwamba huyu ni Muislamu ndiye atakayeharibikiwa. Tutaharibikiwa sote, na most likely watu ambao waliokuwa wanajaribu kuingiza ya mambo ya maandamano ni watu ambao hawako Tanzania, hawako katika nchi ya Tanzania, hawako kabisa. Lakini wengineo ambao wako behind the scene, wako nyuma, behind the curtain, wao nao wanajifanya kwamba huko hawaonekani, lakini upande wa pili nao wanahamasisha. Most of the people, hawa watu ambao wanaifanya haya, wengi wao vizazi vyao hawako Tanzania, hawapo kabisa Tanzania, wako kwenye mataifa mengine, walishawahamisha. Na wengine mpaka inafikia hatua wanasema wazi kwamba sisi familia zetu hazipo Tanzania. Lakini mwisho wa siku wanasiasa, mwisho wa siku tunaangalia viongozi wa serikali, baadhi yao manapata vizuri bwana. Ukiangalia mawaziri, wabunge, watu wana diplomatic passport. Nchi yetu sisi tukiharibu, wenzetu wana uwezo wa kuondoka kwenda mataifa mengine. Sisi ambao wakina nani sisi, tutakimbilia wapi? Tanzania ni kwetu na hapa ndio mahali petu. Lakini mwisho wa siku ni kwamba tuungane pamoja. Ijapokuwa tunaona kwamba masala haya yanazungumziwa sana ya amani, 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 na upande mmoja tu wetu sisi Waislamu. Wenzetu wa upande wa pili wa dini zingine tunashangaa wamekaa kimya tu. Baadhi yao wachache ndio wanaojitoa, lakini wengi wao wamekaa kimya. Tunashangaa sisi kuona inakuwaje viongozi wa dini zingine wamenyamaza kimya. Kama sasa hivi wamenyamaza, hawasemi, wanasubiri tu ya kwamba vijana waingie mabarabarani, jeshi la polisi lifanye retaliation kwa yale ambayo wanakwenda kuyafanya wale, kwa sababu jeshi la polisi halitakubali linapokuwa linaona watu wanavunja amani. Itakapokuwa inaona watu wanavunja mahospitali, wanavunja maduka, wanavunja biashara za watu, waingie masokoni, waingie kwenye mitaa, wavuruge, jeshi la polisi. Na ndio maana inaitwa police force. Ijapokuwa kuna mmoja wa wasomi katika nchi ya Tanzania aliwahi kusema kwamba jeshi la polisi, kwa nini limeitwa police force, police force, kwa nini siitwe police unit? Sisi tunasema ya kwamba hii inatakiwa ibaki vile vile police force, kwa sababu sometimes polisi wanatakiwa waitumie force kwenye kurudisha mazingira yakae sawa sawa. Bila kutumia force watu wataharibu nchi hii. Hii nchi watu wameipambania, watu wameijenga kwa jasho na damu. Kuna baadhi ya watu wengine wanasema ya kwamba tunafanya hivi kwa sababu nchi haina katiba. Katiba mshaambiwa, muingie kwenye maridhiano, mfanye maridhiano yapatikane. Yakishapatikana maridhiano, haya mambo mengine yote yatafuata, lakini watu bado wanasuasua. Sisi tunasema ni kwamba kama UWAKTA tunasema
amani ni ya Watanzania wote, haijalishi watu wa dini gani. Ijapokuwa tuliojitoa kimasomaso kusimama mbele na kawaida tu watu tunasema, ila sisi watu tunaonekana wabaya. Sisi tunaonekana kwamba tuko upande fulani. Umenielewa vizuri bwana? Hatuko upande fulani. Tunasema hivi, sisi tuko katika upande wa amani. Yoyote ambaye atakayesimama na amani, haijalishi ayo ni wa dini gani, tutamsapoti na tutamsaidia na tutahakikisha kwamba tutaieleza jamii ya kwamba amani ya Tanzania ni amani yetu. Lingine nikimalizia ni kwamba hawa ndugu zetu ambao wanaopambana kutaka kuvuruga amani, lengo lao hii wanataka maandamano, lakini ukiangalia maandamano yao wanavyoyataja kuyasema, wana target siku maalum. Kwa mfano, mwanzoni walitarget mara siku ya Idi wafanye, lakini tulipoingilia kati Waislamu, tuliposimama yakafaulu, hawakuweza kuandamana. Wakasema wataingia Christmas, Wakristo nao hawakukubali. Tunashukuru sana, Wakristo sio wote kama vile katika Waislamu nao sio wote. Wako Waislamu ambao wengine nao wamo humu kwenye mambo haya, lakini pia kuna Wakristo ambao wamesimama sawa sawa. Na hawa Wakristo wenye kupenda amani ndio hawa tunaungana na wao. Na wao nao walisema hatuwezi kubali kuchezewa Christmas yetu. Lakini wakaondoka kwa Christmas, wakaja tena. Sasa leo wamekuja kwenye 7/7 kwa sababu wanajua tarehe 7 mwezi wa 7 ni siku ya biashara Tanzania duniani. Ni siku ambayo Tanzania serikali yetu inakwenda kupata tunasema ya kwamba ushuru mwingi unaingiza serikali kwa zile biashara mbalimbali ambazo zinazokwenda kuwa introduced pale katika uwanja wa 7/7. Kwa hiyo wanachojaribu ni kwamba kuiharibia serikali yetu isiweze kufanikisha kufikia malengo kutokana na mifumo ya kibiashara. Lakini sisi tunasema hivi, ni kwamba tunapoiharibia serikali yetu tunajaribia sisi wenyewe. Sababu mwisho wa siku, kama serikali kwa mfano kama itapandisha vitu fulani vikaenda thamani, yani gharama zikawa juu, ujue kama tunaoumia ni sisi wa chini ambao hatuitaki amani, hatuitaki Tanzania iwe pamoja, ambao hatutaki Tanzania yetu hiyo ni Tanzania ya kibiashara. Unafikiri unamharibia labda pengine mtu fulani, kwamba tunamharibia pengine labda rais na jopo lake kwamba waharibikiwe, kwamba miaka mitano yao ya utawala wao iwe ni miaka mitano migumu, biashara ziende vibaya ili serikali yao iumbe. Tunasema hatuwaharibii wale, tunajaribia sisi wenyewe chini maisha yetu. Mwisho wa siku, angalia thamani ya amani. Ukitaka thamani ya amani ni nini? Tizama leo dunia nzima imekuwa distracted. Angalia leo mafuta yamepanda, yametoka kwenye shilingi 2,800 yamekwenda mpaka shilingi 4,000, yakashuka ndo serikali ikapambana ikashusha kidogo mpaka 3,900, 4,100. Lakini haya yote yamesababishwa na nini? Ni ukosefu wa amani duniani. Kule ukiangalia Hormuz, katika sehemu ambayo Wairani wamefunga ule mfereji, ndio sababu ya maisha kupanda duniani. Yote kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya vita, kwa sababu ya kukosa amani. Ingelikuwa Hormuz ingekuwa hakuna vita kule Irani, wawapigani mataifa makubwa, basi tungekuwa tunayapata mafuta kwa bei yetu ya kawaida, shilingi 2,800, 2,700. Unaweka gari full tanki 1,20,000 gari umejaza, unasafiri unakwenda mikoa yako unayokwenda. Lakini leo mpaka 2,500,000 gari haijajaa tanki. Kwa sababu gani? Ya ukosefu wa amani katika dunia. Kwa sababu gani? Kule kumefungwa katika mfereji ambapo biashara za ulimwengu 40% ya biashara duniani inapita kwenye ule mfereji wa Hormuz. Ili kuonyesha kwamba amani ni kitu bora, tumeathirika mpaka sisi huku Tanzania na mataifa mengine. Watu wanapigana Irani kule makilomita kwa makilomita, maelfu kwa maelfu, lakini sisi tumeathirika. Kwa sababu ya nini? Kukosa amani. Kwa hiyo nchi yetu Tanzania ni nchi bora, ni nchi nzuri. Tunaomba ndugu zetu tuweze kushikamana pamoja, tulitetee taifa letu katika mifumo yetu ya amani. Na sisi kama watu wa UWAKTA, nikiwa na amiri wangu hapa wa UWAKTA Sheikh Rajab Salum Juma Al-Kushairi, pamoja na mimi naibu wake, tumechukua jukumu hili kwa niaba ya wenzetu wote wa wana UWAKTA ambao wengine wako misafara mbalimbali, hawako Dar es Salaam, wengine wako nje ya nchi. Lakini tamko letu tunasema ni kwamba siku ya kesho ni siku ambayo tunaomba Waislamu na Watanzania wazalendo mnaruhusiwa kwenda 7/7 tu kwa ajili ya biashara. Nendeni 7/7 kwa ajili ya biashara. Nendeni mkaunge mkono biashara za ndugu zetu mbalimbali ambao wanaleta pale. Nendeni 7/7 mkajifunze aina za biashara mbalimbali, na ndio maana ndio siku ambayo imewekwa ajili ya biashara. Tuende pale, lakini tusiwe na makundi mitaani. Siku ya kesho tujitahidi sana kuepuka kukaa vikundi. Hata watu 5 7 msikae sehemu moja, kwa sababu jeshi la polisi liko very intact kuhakikisha kwamba inatunza amani ya nchi hii. Tanzania ni bora kuliko mimi na wewe. Tanzania ni bora kuliko mimi na wewe. Tuitunze amani yetu
na tuitunze nchi yetu Tanzania. Tumsaidie Mheshimiwa Rais na jopo lake la makamu wa rais wa nchi hii, Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa nchi hii yetu ya United Republic of Tanzania, nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais mwenyewe Mama Samia Suluhu pamoja na makamu wake wa rais Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, kuja waziri mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba na jopo lote la mawaziri wetu walioko ndani ya taifa letu la Tanzania, pamoja na wabunge ambao wanayetuwakilisha katika majimbo yetu mbalimbali na viongozi mbalimbali wa serikali. Tuwaunge mkono, tuwasaidie, tuache kuwatiatia kila wakati tunawatiatia vitisho. Yaani muda wote wanakuwa wanakosa kufocus na kuangalia Tanzania inasogea vipi. Leo wanatufanyia mambo mazuri, barabara wametengenezea nzuri, ndege wametuongezea, kuna ndege karibuni sasa hivi ndege 19 karibuni 20 zinakaribia. Boeing wanasema Afrika nzima, Boeing iliyotolewa ambayo ya sasa ambayo inasafiri mataifa mbali ni Boeing imetolewa na Air Tanzania. Tuna Boeing kubwa kuliko Afrika na maboeing zingine ambazo wanazo katika mataifa mbalimbali. Hii yote wameyafanya serikali yetu. Wametuletea mashine mbalimbali za hospitalini kuhusu afya, MRI machines zimesambazwa kwenye hospitali mbalimbali ili Tanzania tutibiwe. Wamefanya kila aina ya miundombinu, wanarekebisha kila siku ya Mungu. Tuwatie nguvu, tuwa support kwenye kazi yao. Tusiwatie kila wakati tunawapa tension ili mradi wao waweze tu kukaa muda wote inakuwaje? Sasa inakuwaje? Wanakosa muda wa kufocus bwana. Hata nyumba yoyote ikiwa muda wote ni stress, nyumba haiwezi kuwa na maendeleo. Taifa letu tusiwatie stress viongozi wetu, tuwa support, tuwaunge mkono, kazi ziendelee, turidhiane, makosa ambayo tuliokoseana tusameheane. Sisi ni Watanzania, tusonge mbele, tujenge taifa letu. Tukiharibu biashara Sabasaba, hatumkomoi Mheshimiwa Rais na jopo lake la mawaziri. Tunajikomoa sisi wenyewe kwa sababu wanayopeleka biashara pale ni watu kama mimi. Hata sisi watu tuna biashara yetu tumepeleka pale vile pale Sabasaba. Msituharibie na sisi pia watafutaji. Wote sisi tunaunga maisha. Mungu aibariki Tanzania na atubariki sote, na Mungu ailinde nchi yetu Tanzania na walinde viongozi wetu. Amani idumu Tanzania, na Mwenyezi Mungu atujalie salama na amani. Lakini kubwa zaidi tunasema sisi wote ni kitu kimoja, tusiangalie dini zetu. Amani haihitaji dini, amani inahitaji kila anayeitwa mwanadamu. Mwenye dini anahitaji amani, asiyokuwa na dini anahitaji amani. Tanzania inatakiwa tuidumishe amani yetu.